angeweza. Yesu angeweza. Sasa tutapiga hiyo kwa Kiswahili. Yesu angeweza. 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 Salimia watu wawili wakati wa Yesu angeweza. Yesu angeweza. Salimia. Wacha kusimama, salimia mwenzako. Mwambie Yesu angeweza. Yesu angeweza. Yesu angeweza. Yesu angeweza. Yesu angeweza. Yesu angeweza. Yaani kuna mahali Mungu anatutoa, kuna Yesu angeweza. Yesu angeweza. Kwa haraka nataka nikaribishe nabii katika kazi ya Bwana. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Judges chapter 6:25-35 kwa haraka sana. Kitabu cha Waamuzi 6:5 inasema, ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, twae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali, ya Baali aliyo nayo baba yako, ukakate Ashera iliyo karibu na madhabahu hiyo ya Baali. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Kwa kuteketezwa kwa kuni ya Ashera, iliyokatwa. Ndipo Gideoni akatoa watu kumi miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama vile Bwana alimwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, Mwambie mwenzako watu wa nyumba ya baba yake. Aliogopa watu wa nani? Wa nyumba ya baba. Mwambie mwenzako hiyo ndio shida. Na watu wa mji hakuweza kutenda hayo wakati wa mchana. Hivyo hakuweza kufanya hayo mambo ya dhabihu mchana, basi aliyatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama madhabahu ya Baali imebomolewa na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa. Na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Yes. Wakaambiana, ni nani aliye
aliyetenda jambo hili? Nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari. Yes. Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema, Gideoni mwana wa Yoashi. Hata bila kuuliza swali. Yaani hata bila, waambie mwenzako hata bila kuuliza swali. Walielewa ni nani amefanya hivyo. Amen. Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Kwa sababu ya nini? Walielewa huyu ni Jose. Haikusi subject hapa. Hii madhabahu imeanguka juu ya nani? Ya Jose. Ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, lete mwanao afe. Wakamwambia Yoashi ni baba ya Gideon. Wakamwambia baba ya Gideon, leta mtoto wako Gideon tufanye nini? Kwa sababu amebomoa madhabahu ya Baali. Yes. Na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Kwa sababu ameangusha madhabahu na Ashera iliyokuwa karibu nao. Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana. Baba yake akamwambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, baada ya madhabahu kuanguka, mtatetea Baali? Mtatetea Baali au mtamuokoa ninyi? Au mtamuokoa ninyi? Yeye atakayemtetea na auawe hivi asubuhi. Kama yeye ni Mungu, ajitetee nafsi yake. Yes. Kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Basi akamwita Yerubabeli siku hiyo, akasema, bali ateta naye kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu ameibomoa madhabahu yake. Wakati huo wa Midiani na Waameleki na hao wana wa mashariki walikutana pamoja, wakavuka. Wa Midiani wamekusanyika sasa, wanakuja na madhabahu imefanya nini? Imevunjwa. Wakavuka na kupanga hema zao katika bonde la Yezieli. Ilivyo kawaida, wakati the season ya harvest imefika, hao watu wanafanya nini? Wanafuka. Wakati wanafuka, tayari madhabahu ya nini? Ya Baali imefanya nini? Sema imeng'olewa. Ngoja tusikie. Lakini Roho wa Bwana ikaja juu ya Gideoni, naye akapiga tarumbeta, na Abezieli walikutanika na kumfuata. Kisha akatuma wajumbe waende kati ya Manesi yote. Wao nao walikuwa tena pamoja na ile kumfuata. Kisha akatuma wajumbe waende kwa Asheri na kwa Zabuloni na kwa Naftali, nao wakakwea ili kumlaki. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Mwambie mwenzako tusikae hivyo, tumekaa hivyo. Sometimes umeshaona wanajeshi wakienda vita, hakaangi kama mwenye amemoja misaada ya Red Cross. Mwanajeshi ni mtu ako ever alert. Kila kitu kimekuwa nini? Amepandisha nini? Amepandisha remote juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado inamalizia mahali pale, nasema kwamba na wakati ambapo madhabahu wakati ilipomolewa, then Joshua ambaye ni nani? Baba wa Gideoni akasema, mimi mahali imefika, hakuna vile ambavyo nitaangalia madhabahu ya muda mrefu na itusaidii. Tumepigwa na Wamidiani kwa muda mrefu, na haya madhabahu hayatatusaidia. Na kama yatatusaidia, ya nini yakaendelee kukaa? Amen. Gideoni
imefika season ya kuvuna vyakula. Akaona hawa watu wanavuka wanakuja. Nimesema kwamba wakapika kambi. Sema wakapika kambi. Wakati walipika kambi hivi, lakini kitu kimoja ni ya kwamba madhabahu ya Baal imeanguka. Amen. Sema haleluya. Amen. Yaani nataka at least kuuliza mtoto, chuna mtoto, chapa mtoto, atulie. Au sometimes watoto wanakuja wakati injili inaanza, mtoto anatokea from so anafanya attention na kosa mahali pa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Gideon amepomoa madhabahu yote, Wamidiani wanavuka. Sema wanavuka. Wanajeshi wa Midiani, maadui hao wanakuja ilivyo kawaida. Lakini wakati wamevuka wakaweka kambi zao, Biblia inatuambia kwamba mara ghafla Roho wa Bwana akashuka. Why? Altar ambayo imeinuliwa zamani imepomolewa. Amen. Tunafundishana kuhusu altar versus altar. Mwambie mezako madhabahu dhidi ya madhabahu. Madhabahu dhidi ya madhabahu. Sio kama tunapatana ama unajua ni vizuri sometimes kufanya nini? Kuchangamuka. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu ambacho nataka tufundishane wapendwa, inaitwa madhabahu dhidi ya nini? Madhabahu. Altar versus altar. Sema amen. Amen. Nataka usiangalie mtoto, angalia mbele. Hii video kuconcentrate na watoto, hata ukaangalia na kukosa hapo ndio unafanya sasa unatuonyesha unapenda na unamwachana kishiko anachua anapigwa anachua. Sasa ikifika hapa unafanya chaneni kusumbua watu. Bwana Yesu asifiwe. Weka mtoto vile anakaanga. Na unajua ukipenda pia kushika watoto wa watu ukifurahi na wao na hauna mtoto utapokea mimba. Sema amen. Biblia inatuambia kuhusu Gideon. Huyu Gideon kile kitu alikuwa nacho ni kwamba inaanzia mwanzo anasema kwamba Gideon alizaliwa katika jamii iliyodharauliwa. Wao hawakuwa na chochote. Alikuwa hana mbele na nyuma, vile ambavyo mimi wewe huko kwetu kulikuwa kuzuri, lakini kwetu kulikuwa na shida. Amen. Amen. Hivyo ndio maisha Gideon yalikuwa. Sometimes unakaa, unajua tumeimba wimbo tumesema wele wange wani. Ukiimba wimbo usiimbe tu saa zingine hivi. Leo nimeimba kwa sababu nasikia wele wange wani. Nikikumbuka nilikuwa ninakula mboga manako haina chumvi. Wele wange wani. Nakumbuka wele wange wani. Nakumbuka wakati nikula uchi yenye imewekwa ile makadi munyu ndio makira umesha uchi ya white na porridge uchi ya white, lakini walikuwa wanaweka nini? Magadi. Wanaweka makadi ndani inakuwa green, na hiyo ndio tulikuwa tunatumia kukulia nini? Bwashe. Wele wange wala nyalile. Yes. Inaitwa makira. Tulikuwa tunaenda shule, watoto saizi wanatupa viatu. Niliona nyumbani kaambia watoto wangu mko na bahati. Unafaa leo viatu natupa. Tulikuwa tunakanyaka na nyama, barabara mvua imenyesha. Unatembea hauna. Nguo ni vitu imejaa viraka. Wele wange wale. Tulikuwa tunaenda nyumbani, unatoka shule kama ni primary unaenda nyumbani. Kwa sababu wenzako ni saa ya lunch wanaenda nyumbani. Inabidi hata wewe uende, lakini unajua ukienda nyumbani ninajua hakuna kitu. Lakini inabidi nikafike nyumbani, ninachikaza, nafika kwa nyumba paka pusi, ndio imekalia meko. Wele wange wanya. Unakuta nyumba haina siku
moja nikaenda nyumbani nakuta mama yangu, baba yangu amefukuza mama aliko nyumbani. Nikaenda mpaka kwa shimo mahali nilitupa ugali last week. Nikaenda nitafuta hiyo ugali, hata ilikuwa ni kule kufika huko hakuna ugali, ilishakuliwa na mtu, hakuna kitu. Wele wange. Nikaenda mchungaji wangu mmoja mwinjilisti anaitwa Joseph Wanjala, tumishi wa Bwana. Nikamwendea nikakaa naye chini, akanifundisha, akanipea ushuhuda, akaniambia hata mimi mwanangu kinyasa ambao naona ninafaa hivi. Ushuhuda ni kwamba siku moja nilikuwa nyuma, kinyasa changu kimerarulika, nikikaa kwa miti ya kuruka, nikikaa chini ya miti ya kuruka, kutembea niko uchi. Nikikaa mahali pale, mwewe wakati natengeneza kiota chake juu, mwewe ikaleta vichiti, baadaye ikakuja na kinyasa kimeraruka. Ikijaribu kuweka kwa kiota chake ikashindana, kinyasa ikaanguka chini, nikafaa kinyasa. Wewe wange. Mahali watu wamefika, kuna mahali tumetoka. That's why sometimes nikienda mahali mtu amepika, hata kama amepika nduvya ambayo ni strong tea na ni nduvya haina kitu, I just appreciate tukunywe pamoja. Kuna mahali nimetoka. Haleluya. Nakumbuka siku moja tukiwa na mtumishi wa Bwana kule Mbago. Siku moja watoto wamelia, hawana chakula. Mama mtumishi wa Bwana Esther akachukua mawe akaweka ndani ya sufuria, maji ikachemka. Mpaka watoto wakalia, wakashinda usingizi kila jubii. Wanangu wakalala. Kawanga kaniambia, la, hatuna mbele na nyuma. Uelewa. Amen. Akumbuka siku moja mtoto wangu jambo bwana sana, wanaenda shule hawana viatu. Mtoto wangu ametembelea viatu, imeraruka mpaka chini, yako pakinwa kiatu, naangalia nasema, mwanangu uchikaze. Hana kiatu chochote, lakini chikaseni mwende shule. Wele wange. Mahali tumefika kuna ushuda. Sometimes kao uangalie mahali umetoka, ili wakati unaimba kuna kitu unaangalia mahali nimetoka. Nilikataliwa, nenda nyumbani. Wengine ukienda kwa shosho yangu wanafika ugali, ukimwomba namwambia enda huko utaniambukiza upele. Inakaa narudi naambia baba yangu, kwa nini ukaacha kazi ukakuja nyumbani? Sina mbele na nyumba, wapendwa. Wele wange. Nakumbuka siku moja mtoto wangu Silvia akatoka nyumbani akapanda maharagwe kwa shosho yake kule Chwe. Mwanangu akatoka huko hana mbele na nyuma. Ako na 1000 ile alipandia maharagwe kwa shosho yake. Hachakula kitu, akachukua wenzake. Akapanda gari kutoka Chwele mpaka Eldoret, kufika huko wakatupa nje ya gari, hana mbele na nyuma, anakuja na kuru, kwa sababu maisha imekuwa mazito. Wakati mwingine ukikaa angalia, huyu ni Gideon. Kuna mahali Gideon anafika, anasema jamii yangu ni aina gani mpaka ikakumbukwe vile ilivyo. Kwenu mlikula vizuri, ukula mikati sijui ilikuwa inang'aa, lakini sisi nakumbuka maisha nilipitia. So sometimes wakati ninachezea Bwana, wacha nipate nafasi ya kumwambia Bwana ni wewe. So kuna mahali nimetoka, kuna mahali ambapo umelala njaa. Amen. Kuna wakati unakaa hivyo, ikifika mazao ugali inaletwa. Ugali kiwekwa hapa, hata wakati mnakula haukuli na mboga kwanza, unakimbilia ukule ugali mboga baadaye, maana ukichelewa wengine watamaliza.
Amen. Hii ndio maisha ambayo Gideon alikuwa, mpaka akasema kwamba mimi Gideon, Mungu anaweza kunikumbuka aje? Jamii yenye inatoka ndani ni jamii mbaya, haina mbele na nyuma. Nakumbuka baba yangu akaacha kazi, akarudi nyumbani, akaacha kazi kubwa kwa NYS, akarudi nyumbani, mtu wa maana, anajulikana na andika watu, akarudi nyumbani, akaingia kwa pombe, akaanzia kuuza watu pombe, akaanza yeye anaonja pombe, aelewe kama ni nzuri ama ni taifa. Madhabahu. Ndio sababu wakati mwingine ukiangalia mtu analia, mwana wa mtu akilia, wapendwa, kuna mahali ametoka, kuna maisha ambayo ameishi. That's why naombea wale ambao wako kwa ndoa, ukiwa na jambo semezaneni nyinyi kwa ninyi, kwa sababu ule mzee wako, ule mke wako, kuna mahali ametoka, ako na wazazi, uko na wazazi. Ni vizuri kusemezana na kukaa pamoja katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna maisha Gideon aliishi. Gideon akakaa kwa maisha mazito, lakini siku moja wakati Gideon amekaa, alisema kwamba malaika akashukia kwa miti, akashuka, akakaa, akamwangalia Gideon. Hana mbele na nyuma vile wewe na mimi tulivyo. Akamwambia Gideon, shujaa wa Mungu, sina hata shilingi moja kwa mfuko, sina kitu, lakini mtu anakuambia tafadhali nipe 200. Yaani Gideon amefika mwisho, hana mbele na nyuma. Then malaika wa Mungu anashuka, anamwambia Gideon, shujaa wa Mungu. Gideon akafungua moyo wake, akaongea kuhusu background ya maisha yao, familia yao, nyumba ya baba yake vile inakaa. Kwa nini utakumbuke nyumba kama hii? Ni kitu gani? Mimi ni nini? Sijasoma, sina chochote, sina kitu, mbona ukaniona mimi? Lakini malaika Mungu akamwambia, I've chosen you Gideon. You are the mighty man of valor. Wewe ni shujaa wa Mungu. Amen. Kumbe wakati Mungu anaweza kukutumikia, haangalii maisha ambayo umesoma, haangalii maisha ya uko namna gani. Kuna kitu Mungu anaangalia ndani yako. Ndio sababu Mungu akaja kina wakina Elia, watoto wa nani wa Yesu, walikuwa wazuri, weupe, watu wa maana sana, lakini akasema kuna mmoja amebaki. Ako wapi? Yesu akasema kana chunga kondoo. Biblia inasema kwamba Mungu hutumia vyombo vidhaifu kudharau vyombo vilivyo vikubwa. Ape mwenzako usijidharau. So Mungu akampea formula ili uache hii kulialia Gideon na kupangia mambo yako hivi leo, ili uache kulia hivi Joseph, ili uache kulia hivi wewe Wanyonyi, uache kulia hivi wewe Oponyo na mwingine. Formula iko. Akamwambia fanya hivi, nenda nyumbani, hii kulia hii kuna shida, mali kuna shida ni moja, nenda nyumbani, chukua ndama, angusha madhabahu ya baba yako. Hiyo ndio shida yenye iko. Kisuizi utalia, utateseka, utahangaika, utafika wapi? Lakini akamwambia Gideon, njiani hii angusha madhabahu ya baba yako. Ambia mwenzako kutii bora. Kutii bora wewe. Ile akamwambia na sasa nitajuaje wewe mtumishi wa Bwana? Akampea mtihani.
akamwambia nimekubali, wewe ni malaika wa Bwana, nitume sasa. Akaenda akamwambia angusha hii madhabahu. Kulia hasara, njaa mingi, mateso mejaa. Akamwambia dawa, angusha hii madhabahu. Na kuna miti ya Ashera iliyo kando ya hiyo madhabahu, angusha hiyo kuni pamoja zote mo. Ukishaing'oa nini tukupee mwelekeo wa jambo hili, kwa sababu wameteseka. Wakati ambapo alimkuta Gideon anapata chakula, amempata kutengeneza chakula, wanataka kwenda kuficha mawazo. Ndio kuna wimbo inasema mpango wa Mungu ajabu, mpango wa Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango ya Mungu. Simoja nikaambia mke wangu, usilie, haijalishi au kusoma. Kuna wale hawakusoma lakini Mungu aliwainua. Usicomplain kuhusu mahali umetoka, suluhisho tu leo hii ni kwamba angalia madhabahu mahali umetoka. Amen. Gideon akaambiwa nenda uangushe madhabahu. Madhabahu, hata kama tutaimba, Gideon alikuwa mtumishi wa Mungu. Akamwambia mighty man of valor. Gideon amefika mwisho. Sababu tunafika mwisho, lakini Roho wa Bwana anatuambia praise God. Amen. Unafika mara una hasifu, hapa hakuna Mungu, hapa nimetengwa, hapa vita zimejaa, hapa kuna shida. Saa hizo Mungu anakwambia niko mahali hapa. Amen. Songa mbele. Yes. Gideon ada kuangusha hizo maashera, baba yake roho yake ikayeyuka. Walikuwa yeye ndiye alikuwa spokesperson, yeye ndiye alikuwa kila kitu, na ndiposa wakainua hiyo madhabahu kwa boma lake. Lakini baada ya kuangusha hiyo madhabahu usiku, baba yake kuamuka kaulizwa. Watu huwa wanachua mara mingi, familia inajuanga, hata ukijificha. Kuna mtu hata akipita hivi, hata ukipita wanajua tu huyu ni Oponyo amepita. Hata ukiacha tu mkuu, hiyo mkuu ni ya nani? Ni Oponyo. So hapo ndio walifanya nini? Wakasema haikosi hii vitu ambayo imeangusha hapa ni nani? Ni mtoto wa nani? Wa Joashi ndio amefanya hii maneno. Ndio sababu mara nyingi ukienda nyumbani wanakwambia onja tu. Hata kina Timo kwa Biblia niambia tumia pombe kidogo kwa ajili ya magonjwa inayokushika. Hivyo ndio Biblia inasema. So ya sio shida. Biblia inaturuhusu. Na wewe unafahamu hata hapo sijasoma. Hata nitapeleka pale niambie pastor yangu, sijui kama wataniona. Hata mama ataniona. Wewe unaweka pombe kwa kutoka kapu. Na saa hizo ikiisha unajikuta uko uchi. Ukiingia kwa nyumba ya Mungu, hata ukiendelea kuna kitu nakwambia, unajua vile ulifanya. Unaomba kitu nakwambia, lakini wakati unamwambia Mungu nisaidie, machozi yanamwagika, lakini kitu nakwambia umesahau ile. Hivyo ndivyo shetani huwa anafanya. Mpaka anafanya unakiva. Lakini kile kitamwambia kwamba I'm a servant of God. Shetani anakukataa, hauna nafasi juu ya maisha yako. Wakati Gideon alifika mahali ameangusha hiyo madhabahu,
Wamidiani kama kawaida, wakati wanakuja wakaweka kambi yao. Wakati waliweka kambi yao kutaka kuwataka kuwataka nyumba ya Gideoni ama jamii wa Israeli, saa hizo Roho wa Bwana, malaika wa Mungu akashuka juu ya nani? Juu ya Gideoni. Wakampea ujasiri, wakamwambia Gideoni, jipange. Ndio mwenzako, jipange. Hawa Wamidiani ambao unawaona sasa, hautawaona tena. Yaani baada ya kuangusha hii madhabahu na hii Ashera, kunungunika, mimi mahali nilitoka imetoka. So ni malaika wa Mungu amefanya nini? Anashuka. Madhabahu ya Bwana imeinuliwa. Yes. Biblia inatuambia kwamba malaika wa Mungu akamwambia Gideoni, mahali ambapo walikuwa wamechenga madhabahu yao na maashera yao, juu ya mahali hapo inua madhabahu ya Mungu mahali pale. Amen. Sema amen. Amen. Na wakati waliinua hapo madhabahu ya Bwana, ikaangusha kila kitu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia mwenzako tutalia tena. Baada ya kuangushwa Wamidiani, wakati ulikuja Gideoni, Roho wa Bwana akashuka ndani mwake. Ile tuambia kwamba Gideoni akaanza kupiga tarumbeta, na yue maombi, na yue maombi. Wakati alianza kupiga tarumbeta tu hivyo, Biblia inasema kwamba kuna watumishi wa Mungu wale 10 ambao walikuwa wametengwa wakaja. Kuna wapinga wakaanza, wanaitwa Abenazari, wakakuja mahali ambapo Gideoni ako. Kumaanisha wakati ambapo unaangusha madhabahu ya kweli nyumbani, kuna ile kibaya ambacho Mungu anaachilia, na zile baraka na wale marafiki ambao wanaviachilia wanaanza kukusongea wenyewe. Watu wanaanza kukusongea, wale ambao wanakusimamia, na ile ambayo walikuwa Midiani wanaondolewa katika jina la Yesu. Afadhali upate rafiki ambaye ni wa familia ya Mungu. Marafiki wako ambao ni wa jamii ya Bwana, afadhali. Heri ni jina la Yesu. Heri ni jina la Yesu. Heri upako wa Yesu. Heri upako. Yani sometimes ukiamua kusimama bila kuangalia jamii yako mahali umetoka, maana adui mkubwa kwa wanadamu ni jamii uliotoka ndani. Hao ndio shida kwa huduma yako. Sasa wapoja watakwambia huyu ataokoka, tumpe mwezi wa kwanza, ya pili imeisha, nasema mwezi wa 3, tumpe mwaka moja, inaendelea. Hawaamini ya kwamba umeokoka. Watu wa jamii yenu, na ndiposa Mungu akamwambia Abrahamu, toka ndani ya nyumba ya baba yako, toka ndani ya nyumba ya jamii yako. Wakati ambapo Abrahamu alitoka, hapo ndio Mungu alimtumikia. Kuna uwezekano wa Mungu kutumikia katika jina la Yesu. Haleluya. So usimame kwa miguu zako. Kuna uwezekano wa Mungu afanye nini? Akutumikie. Mambo ni makubwa, lakini kwa ajili ya wakati nataka nikaribishe nabii wa Bwana katika kitambo juu yetu. Haleluya Bwana, nasi tunakuhitaji. Jina lako liweze kutukuzwa na liweze kuinuliwa. Pokea sifa na utukufu kwa watoto wako Bwana. Unawajua, unawatambua. Walinde kwa imani, washikilie kwa wokovu. Jina lako litapewa sifa na litaweza kuinuliwa. Jina la Yesu na mtume. Kaa chini kidogo nikwambie.
sihubiri mimi, nimemaliza. Siku moja kwa ajili ya hasira, vile mtumishi wa Mungu amenena,